Na Lindi Kuchele, Lindi Kuchele. Ninapenda kuanza kwa kumshukuru Mungu kwa kutuwezesha afya njema na uhai na kutuwezesha kushuhudia tukio hili muhimu na la kihistoria la uwekaji wa jiwe la msingi ujenzi wa kampasi ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam katika mkoa wa Lindi. Ndugu wageni waalikwa, kwa dhati kabisa napenda kuwapongeza waandaaji wote wa tukio hili, hususan Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia inayoongozwa na maprofesa kwa kushirikiana na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na uongozi wa mkoa wa Lindi pamoja na wadau mbalimbali wa maendeleo kwa maandalizi mazuri yaliyofanyika na yamewezesha siku ya leo kuwa na tukio hili muhimu. Na kabla sijaendelea, napenda kutumia fursa hii kuwasilisha salamu za dhati za Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye anawapongeza kwa dhati Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa hatua hii muhimu ya kuwekeza katika elimu ya juu katika mkoa wa Lindi. Na kama ambavyo umesema vyema Mheshimiwa Mkuu wa Chuo, maono haya ni ya kwake yeye mwenyewe Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali mradi huu ulikuwa utekelezwe katika vyuo vyetu katika maeneo ya makao makuu ya vyuo. Kwa Dar es Salaam ilikuwa utekelezwe Dar es Salaam, na kwa Mzumbe ilikuwa utekelezwe Mzumbe, hivyo hivyo na vyuo vingine ambavyo vilikuwa vimeorodheshwa katika mradi huu. Lakini Daktari Samia Suluhu Hassan alielekeza mradi huu uelekezwe kwenye campus, kwenye mikoa ambayo haina vyuo vikuu, ikiwepo Lindi pamoja na maeneo mengine kama ambavyo tumeelezewa hivi majuzi. Jiwe la msingi liliwekwa kule Kagera. Mheshimiwa Rais anawapongeza pia wananchi wa mkoa wa Lindi kwa ushirikiano wao na kwa kuendelea kuiunga mkono serikali katika utekelezaji wa miradi mikubwa ya maendeleo yenye tija kwa taifa. Ushirikiano huu mmeonyesha katika upatikanaji wa ardhi. Miradi mingi mikubwa serikali imepata ardhi ya kutekeleza miradi hii ambayo ni ya manufaa mapana, si tu kwa wilaya moja bali kwa mkoa mzima na kwa taifa zima. Ndugu wageni waalikwa, ninapenda pia kuwasilisha salamu za Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye anawapongeza kwa jitihada zenu Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na wanalindi, na yeye yupo katika majukumu mengine ya kumsaidia Mheshimiwa Rais. Pokeeni pia salamu kutoka kwa Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ambaye anawapongeza Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa mchango wake mkubwa katika maendeleo ya elimu na anawatakia mafanikio makubwa wananchi wa mkoa wa Lindi na Watanzania wote katika kunufaika na uwekezaji huu mkubwa katika sekta ya elimu. Waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, leo tunaadhimisha hatua muhimu katika historia ya maendeleo ya elimu nchini kwa kuweka jiwe la msingi la kampasi ya Lindi ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Tukio hili linathibitisha dhamira ya dhati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya kupanua fursa za elimu ya juu hapa nchini. Na nitoe rai kwa vijana wetu wadogo, vijana wetu kufuatilia haya mambo yanayohusu nchi imetoka wapi na sasa iko wapi. Ukikumbuka tulikotoka, unaweza ukaona jinsi ambavyo vijana wa Kitanzania walikuwa wanakosa fursa kwa sababu tu ya nafasi zilizokuwepo za vyuo vikuu hapa nchini. Tunaambiwa kwa wale walioanza kwanza kabisa walikuwa wanafunzi wachache mno.
na leo hii tumepiga hatua mpaka tumeshafika kuwa na campus. Napewa kumbukumbu hapa, walikuwa 14 tu, 14. Leo hii tunafikia hatua ya kuwa na campus kila mkoa ya chuo kikuu, campus kila mkoa. Hii ni hatua kubwa na ambayo inatoa fursa za vijana wa Kitanzania kuweza kupata elimu na kuweza kutoa mchango katika kuendeleza nchi yetu. Utekelezaji huu ni utekelezaji kwa vitendo wa nguzo ya pili ya Dira ya Taifa ya Maendeleo ya 2050 katika kujenga uwezo wa watu kifikra, kiubunifu na kufanya uchambuzi, kutatua changamoto pamoja na kuwa na utaalamu na umahiri katika nyanja mbalimbali za kimaisha. Uwekezaji katika elimu bora ni nyenzo muhimu ya kuondoa umaskini, kuongeza ushiriki wa watu katika shughuli za kiuchumi, uongozi na kuchochea usawa wa kijinsia na kuweka msingi thabiti wa maendeleo ya kielimu na kiutaalamu kwa vizazi vijavyo. Mwalimu Nyerere aliwahi kusema, ukitaka kusaidia jamii maskini, somesha watoto wao. Na hii ndio kazi ambayo inafanywa na serikali ya awamu ya 6 na serikali zilizotangulia. Ndugu wageni waalikwa, nawapongeza kwa dhati viongozi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa maono ya kupanua huduma ya elimu ya juu katika maeneo ya kimkakati kama mkoa wa Lindi. Mkoa wa Lindi, kama ilivyo kwa mikoa mingine ya kusini mwa Tanzania, una ardhi yenye rutuba, rasilimali za watu na mazingira rafiki kwa kilimo cha kisasa na cha kibiashara cha mazao. Kampasi hii ya kilimo itasogeza huduma za elimu karibu na wananchi wa kanda ya kusini na kuendeleza elimu, utafiti, ubunifu katika sekta ya kilimo ambayo ndio uti wa mgongo wa uchumi wa taifa letu. Aidha, uwekezaji huu utachangia kwa kiasi kikubwa katika kuimarisha sekta ya kilimo kupitia maarifa, teknolojia, tafiti za kisasa zitakazojibu changamoto halisi za wakulima wetu. Waheshimiwa wageni waalikwa, serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imeendelea kuweka msisitizo mkubwa katika kuimarisha sekta ya elimu kama nguzo muhimu ya maendeleo ya taifa na ushindani katika uchumi wa kisasa. Sekta ya elimu nchini imepiga hatua kubwa, ikishuhudia ongezeko la fursa za upatikanaji wa elimu na uwekezaji katika miundombinu ya kufundishia na kujifunzia, mafunzo ya ualimu, uboreshaji wa sera ya elimu na mafunzo na mitaala. Serikali imeimarisha miundombinu ya elimu kwa kujenga shule mpya 26 za kitaifa za sayansi za wasichana kwa kila mkoa. Kwa Tanzania, hii ni hatua kubwa sana kwa shule kujengwa kwenye kila mkoa kwa mpigo, shule 26. Na ukienda kwenye historia ya nchi yetu, Mheshimiwa mkuu wa chuo anaikumbuka vizuri historia hii na ana kumbukumbu nayo nzuri ambayo nimekuwa nikisema vijana wa leo ni nzuri kuwa tunapitia hizi kumbukumbu ili kuona jitihada zinazofanywa na serikali. Ukirudi nyuma kwa takriban miaka 15 hivi, ukiondoa shule zile ambazo serikali ilizirithi zilizokuwa zingine za taasisi za kidini, hapa katikati, kabla ya hapo, serikali ilikuwa haijawahi kujenga shule nyingi kwa mpigo namna hiyo. Imekuja serikali kujenga shule nyingi, na Mheshimiwa mkuu wa chuo, na wewe upokee hizo pongezi, wakati wa kujenga sekondari kila kata. Baada ya sekondari kila kata,
ambazo kimsingi kulikuwepo na mchango mkubwa sana wa nguvu ya wananchi. Katika serikali ya awamu ya 6, Daktari Samia Suluhu Hassan amekuja kujenga kila mkoa sekondari moja ya kitaifa ya mfano ya wasichana na shule 7 za wavulana kwa kila kanda, na hizi ni mbali na yale mahitaji ya eneo kwa eneo ambako tumeona shule za msingi zaidi ya 2,000 zikijengwa, shule za sekondari zaidi ya 1,000 zikijengwa na madarasa zaidi ya 79,000 kuweza kukidhi mahitaji ya watoto wa Kitanzania kwenda kupata elimu iliyo bora. Mheshimiwa Mkuu wa Chuo, madhara ya kutokuwepo na nafasi za watoto wetu kwa huku ukanda wa Pwani inafanana na kwetu kule Dodoma, Singida, Simiu, Tabora, Shinyanga na kadhalika. Wakati kuna upungufu wa nafasi, watoto wakifaulu kwenda kidato cha kwanza wanachaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza, na inatoka tangazo kwamba wengine wamefaulu lakini wasubiri second selection. Second selection ikisubiri miundombinu. Kwa hiyo Disemba kama hii, mkuu wa mkoa na wakuu wake wa wilaya wote wangeshafuta likizo, wangekuwa wanakimbizana na wananchi, mwenye kuku mwenye jogoo, kwa ajili ya kujenga madarasa ili wanafunzi wa second selection wa third selection waweze kupata nafasi. Na Mheshimiwa Mkuu wa Chuo, kwa ukanda huu wa Pwani, nimesema walikuwa na matatizo yanayofanana na kule kwetu. Unakuta watoto hasa wa kike ngoma imeshapita. Kule kwetu huko, badala ya kuchaguliwa second selection, anakuta ameshachaguliwa chagulagi ile ya kuolewa. Kwa hiyo jina linaporudi tayari anakuwa alishatoroshwa, hayupo hata nyumbani kwa wazazi wake. Lakini leo hii Daktari Samia Suluhu Hassan ameongeza vyumba vya madarasa katika shule za msingi na sekondari kutoka 191,708 kwa mwaka 2020 hadi madarasa 2,54,393 kwa mwaka 2025. Hili ni ongezeko kubwa katika sekta muhimu inayogusa familia moja moja na kuyajenga maisha ya watoto hao wanaokwenda kunufaika na shule. Imeboresha shule 274 za michepuo ya kilimo na shule 28 za michepuo ya kibiashara na kujenga shule za sekondari 1,031 kutoka 3,863 hadi shule za sekondari 4,894 kwa mwaka 2025. Kujenga shule mpya za msingi kutoka 16,406 kwa mwaka 2020 hadi 17,986 kwa mwaka 2025 na kutoa vifaa vya kisasa katika shule 28 za mchepuo wa elimu ya ufundi na amali, pamoja na kuendelea na ujenzi wa shule 29 za amali za mikoa. Miundombinu hii imeongeza fursa za elimu kwa wanafunzi na kupunguza muda na umbali wa wanafunzi kwenda na kurudi wanapokuwa shuleni. Mheshimiwa Mkuu wa Chuo, hii ni hatua kubwa kwa Watanzania ya kujivunia kwamba nchi inapiga hatua tena katika jambo linalogusa maisha ya mtoto mmoja mmoja na maisha ya familia nzima. Kwa kizazi cha leo ambao hawajagusa hii mambo inayoitwa hajachaguliwa, wanaweza wasilione sana hili, lakini tuulizeni rika letu ambapo watu wanasoma darasa la kwanza mpaka la 7, naenda kwenye ubao wa matokeo hakuna aliyechaguliwa. Ndio hivyo, miaka 7 imeshapita hivi. Na mnaenda darasa la kwanza mpaka la 7, darasa lina watu 40, lina 35, 40, amechaguliwa mmoja.
Ukichaguliwa moja kwenye kijiji hicho inabidi utolewe usiku. Inakuwa ajenda ya familia nzima, utolewe usiku. Huyu macho watamuona, itakuwaje? Tolewe usiku. Sasa hivi si jambo la kushangaza kuhusu mtoto kwenda sekondari. Hii ni hatua kubwa ambayo tumeishuhudia wenyewe. Hii hatujasimuliwa, tumeishuhudia wenyewe kazi iliyofanywa na serikali zinazoongozwa na Chama cha Mapinduzi. Hii ni hatua kubwa, ni mapinduzi makubwa ambayo yamefanyika katika sekta ya elimu. Lakini serikali imeendelea kuyafanya mambo mapya kila wakati. Serikali imeendelea kutekeleza mpango wa elimu bila ada kuanzia elimu ya awali hadi kidato cha 6, ambapo serikali imeongeza fedha za kugharamia mpango huo. Awali mpango huu ulikuwa unaishia kidato cha 4. Serikali ya awamu ya 6 ikaongeza kidato cha 5 na cha 6 na baadhi ya vyuo vya kati vya ufundi, ambapo bajeti ya fedha kwa ajili ya elimu bila ada imeongezeka kutoka bilioni 249.66 kwa mwaka 2020 hadi bilioni 484.27 kwa mwaka 2025, zaidi ya mara 2 ndani ya kipindi cha miaka 5, na hivyo kuchangia ongezeko la wanafunzi wanaonufaika na elimu bila ada kutoka milioni 14,940,925 kwa mwaka 2020 hadi milioni 15,498,054 kwa mwaka 2025. Hii nayo ni hatua kubwa ya kupigiwa mfano, na si nchi zote zinafanya jambo la aina hii ambayo Tanzania inafanya. Katika kipindi cha miaka michache iliyopita, serikali imeongeza uwekezaji mkubwa katika elimu ya juu kwa kujenga na kupanua vyuo vikuu kama nilivyotangulia kusema hapo mwanzo, kwa kujenga kampasi mpya, kwa kuongeza miundombinu ya kufundishia na kujifunzia, pamoja na kuboresha mazingira ya utafiti na ubunifu. Hatua hizi zimeongeza kwa kiasi kikubwa upatikanaji wa elimu ya juu katika maeneo mbalimbali ya nchi, hususani nje ya miji mikuu, na hivyo kupunguza pengo la fursa katika miji na vijijini. Lakini serikali pia imeboresha mazingira ya wanafunzi wenyewe. Hivi tunavyoongea, mwaka jana tu Daktari Samia Suluhu Hassan aliongeza bumu. Bumu hii ni lugha ya kiwanafunzi. Lakini sio hilo tu, zaidi ya mara 2 aliongeza, alidabu. Lakini sio hilo tu, ameweka msisitizo wa kuhakikisha fedha kwa ajili ya wanafunzi wa vyuo vikuu zinatoka kwa wakati. Hii imefanya mambo ya migomo ya vyuo vikuu kuwa historia. Hii ni jitihada ya kuweka utu na tabasamu kwa kila kundi la Mtanzania. Wakati huo huo, serikali imeendelea kuimarisha bodi ya mikopo ya elimu ya juu kwa kuongeza bajeti kutoka shilingi bilioni 464 mwaka 2020-2021 hadi bilioni 916.7 kwa mwaka 2025-2026, ikiwa ni ongezeko la asilimia 98 ndani ya miaka 4. Hatua hii inawezesha vijana wengi zaidi kutoka familia za kipato cha chini kupata fursa ya kujiendeleza kielimu, ambapo idadi ya wanufaika imeongezeka kutoka 177,000 hadi 222,773 kwa mwaka 2025-2026. Hii ni ongezeko kubwa ndani ya kipindi kifupi. Na Mheshimiwa Rais alifuta riba kwa wanafunzi ambao wamenufaika na mikopo, na kwa kweli Mheshimiwa Waziri, endelea kutekeleza agizo hilo la Mheshimiwa Rais, na wanafunzi ambao hawajapata ajira wanufaika ambao hawajapata ajira wasisumbuliwe. Wale ambao wamepata ajira ndio waweze kurejesha, ili na wenzao waweze kunufaika na elimu kwa kutumia bodi hiyo ya mikopo. Vile vile serikali imeweka msisitizo mkubwa katika utafiti, sayansi, teknolojia na ubunifu kwa kuhamasisha vyuo vikuu kuunganisha mafunzo ya mahitaji halisi ya soko la ajira na uzalishaji. Mageuzi haya yameongeza mchango wa vyuo vikuu
katika kutatua changamoto za maendeleo na kuongeza tija katika uzalishaji na kukuza uchumi unaotegemea maarifa. Ujenzi wa kampasi ya kilimo ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam hapa Lindi ni ushahidi mwingine wa dhamira ya dhati ya serikali ya awamu ya 6 ya kufanya elimu ya juu kuwa chombo cha mageuzi ya kiuchumi na kijamii. Kupitia kampasi hii, serikali inalenga kuandaa wataalamu wabobezi wa kilimo, utafiti na biashara ya kilimo watakaosaidia kuongeza uzalishaji na thamani ya mazao, ajira kwa vijana na mapato ya wakulima. Kwa kuwa programu ya kilimo ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam sasa inakuwa miongoni mwa vyuo vikuu vichache sana hapa barani Afrika na duniani inayotoa mafunzo katika karibu kila sekta muhimu ya maendeleo ya kibinadamu. Hii inathibitisha hadhi ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kama chuo kikuu cha kimataifa, na kampasi hii ya Lindi itakuwa lango muhimu la kuimarisha ushirikiano wa kikanda na kimataifa katika sekta ya kilimo na teknolojia na biashara na utafiti. Kwa mafanikio haya, serikali inaendelea kuijengea Tanzania yenye rasilimali za watu bora wenye maarifa, ujuzi na maadili watakaokuwa nguzo ya utekelezaji wa dira ya maendeleo 2050 na ajenda ya maendeleo endelevu. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaendelea kufungua kanda ya Kusini kupitia uwekezaji kwenye miradi mbalimbali. Nimeona baadhi ya maeneo ambayo mkuu wa mkoa uliyaongelea. Serikali imepokea na inayafanyia kazi yanayohusisha bandari ya Mtwara kama ambavyo ulisema, upanuzi wa barabara, na jana tumekagua madaraja ikiwemo Mtwara Mingoyo, Masasi Mingoyo, Mkungu, Marendego na Ngurukuru, Lindi Mingoyo, kuimarisha upatikanaji wa umeme ambapo najua kuna mradi ambao unaendelea, na kuendelea na ukarabati na upanuzi wa miundombinu katika viwanja vya ndege pamoja na reli ya kisasa kama ilivyoainishwa kwenye ilani ya uchaguzi. Na kwa hapa tumekagua pia hospitali ya rufaa ambayo ni mpya katika kipindi cha miaka 5 ijayo. Ilani ya uchaguzi imeelezea maeneo mengine ambayo yatafanywa kazi ikiwemo ukarabati wa barabara katika maeneo ya 88, kampasi ya chuo kikuu cha Ngongo kama ambavyo mkuu wa chuo umetoka kuelezea, na yenyewe imo kwenye barabara ambazo zitafanywa kazi ikiwa ni kilomita kama 6 kwa kiwango cha lami. Ngongo na Ruangwa kilomita 6 kwa kiwango cha lami. Ujenzi wa barabara ya Kilambo kilomita 1.5, barabara ya Mahakama kilomita 1.2 kwa kiwango cha lami. Ujenzi wa barabara ya Mtange Kinengene Kibaoni kwa kiwango cha lami. Ujenzi wa barabara ya Mahakama Mitwero kilomita 1.2, na barabara hizi Mheshimiwa Mbunge ulikuwa unaniletea kimemo kila wakati, zimo kwenye ilani na serikali inaweka uzito wa kuweza kuzitekeleza kwa kiwango cha lami. Maelekezo mahususi kwenye eneo hili. Huwa upo utaratibu, tukiangalia hapa tunaambiwa malengo ya hapa ni ya miaka 2025 mpaka 2045, na eneo tumeshalipata kubwa. Nielekeze wizara pamoja na mkoa kuangalia shughuli zitakazoweza kutunza eneo hili na mipaka ikajulikana, ili tunapofika 2045 pasiwepo na mtu wa kuanza kuvamia eneo tukapata tena shida. Kwa hiyo tuangalie aidha kwa kuweka miundombinu itakayolitenga eneo hili na lionekane kwamba limetengwa kwa shughuli mahususi ya sasa na miaka 20 ijayo, ili kuweza kuepuka migogoro ambayo inaweza ikajitokeza. Na bahati nzuri naibu waziri wa ardhi huko hapa, waelekeze watu wako wa ardhi, hao ndio mafundi wa kutoa hati mara mbili, wasijaribu kumpa mtu hati kwenye eneo hili. Nilipanga haya kuja kuyasemea siku nitakapotembelea wizara ya ardhi, lakini hili ndio eneo ambalo linaongoza kwa ofisi za serikali kuwa na watu mpaka 4 wote wana hati, kila mmoja anaonesha hati yake, watu kuuziwa eneo hilo hilo mara 2.
Sasa hii niweke akiba, tutaongea tutakapokuja hapa, lakini hii hapa waelezee moja kwa moja, waweke kwenye kompyuta zao, waweke na kwenye kumbukumbu zao na kwenye notebook zao. Asijichanganye mtu akatoa eneo tena kwenye eneo ambalo limetengwa mahususi kwa ajili ya jambo hili. Na tutakapokuja huko tutaongea kwamba watu wafanye mapitio kwenye hati zote ambazo wamewahi kutoa, ili tukomeshe hii habari ya kila mtu analia kuhusu hati na watu wako ofisini waliofanya mambo haya. Kwa hiyo nimetanguliza tu, lakini tutakuja kuongea nitakapokuja kutembelea huko wizarani. Lakini lazima ili eneo mkuu wa mkoa pamoja na wizara tuangalie limewekwa kwenye malengo mazuri ya kuanzia sasa na mpaka 2045. Tanzania ni nchi ya kilimo. Takriban 65% ya Watanzania wanajihusisha moja kwa moja na shughuli za kilimo, na sekta hii inachangia zaidi ya 25% ya pato la taifa. Na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amedhamiria kwa dhati kufanya mageuzi kwenye sekta ya kilimo, akiwa ameongeza bajeti kwa zaidi ya mara 5 kutoka takriban bilioni 200 kwenda zaidi ya trilioni 1.2 kwenye kilimo, akiwa ameongeza kutoka miradi 13 tu ya umwagiliaji iliyokuwa inatekelezwa hadi miradi 780, mara 2 ya hekta za umwagiliaji zilizokuwa zinamwagiliwa. Hivyo tunahitaji wataalamu na kulima kwa kisasa, na hatua hii italeta mapinduzi makubwa ambayo yasingeweza kufikiwa bila elimu bora, utafiti wa kina na matumizi ya teknolojia ya kisasa. Mageuzi kwenye sekta ya kilimo, na jana tumeshuhudia uvuvi, sekta pana ya kilimo kwa maana ya dhana pana, ni jambo la msingi litakalosaidia kukuza uchumi wetu, kupunguza umaskini na kutengeneza ajira kwa vijana. Leo hii viwanda tunavyoongeleaga, maeneo mengi tunayoona mazao yale yanayozalishwa, ukiangalia mafuta yale yanayowekwa kwenye galoni, unapita pale Panda Mbili wapi hapo kutokea Dodoma ama Shelui pale, haya ni mengi tu yakiwa yamewekwa pembezoni mwa barabara. Hivyo na mananasi kutoka kwa mkuu wa chuo ni mengi tu yakiwa yamewekwa barabarani pale. Ukiweka kiwanda cha 24/7 vijana wafanye kazi kwa shifti, kinawashwa wiki moja tu raw material hiyo inaisha. Kwa hiyo mageuzi haya ambayo serikali inafanya leo yatatoa matunda yake, lakini si matunda ya wiki moja, si jambo la wiki moja. Ili kuweza kuwa na raw materials zinazotosha kukifanya kiwanda kifanye kazi masaa 24 kwa msimu wa uzalishaji, na pengine kwa materials za akiba, malighafi za akiba ambazo zimewekwa katika eneo husika. Kwa hiyo hii ni hatua muhimu ya utafiti. Hatuwezi kufika huko bila utafiti, bila wataalamu, bila kufanya mageuzi na kufanya kilimo kilicho cha kisasa. Hiki ndicho ambacho serikali ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan inajaribu kukifanya, na si tu kwa maneno, vitendo vyake vimeanza. Ndio umeona bajeti hiyo, unaona miradi hiyo inayofanyika, lakini pia na jitihada hizi za kuongeza wataalamu wa utafiti na wataalamu wa sekta hizi husika, kama hili jambo tunavyofanya leo hapa. Hivyo wakati naelekea mwishoni mwa hotuba yangu, nitumie fursa hii kusisitiza mambo machache. La kwanza, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, hakikisheni kampasi hii ya kilimo inakuwa kitovu cha ubora wa wataalamu wa utafiti na ubunifu unaolenga changamoto halisi za wakulima, wafugaji na wavuvi, ikiwemo mbegu bora, mabadiliko ya tabia nchi, umwagiliaji wa kisasa na teknolojia zinazoongeza thamani na kuzalisha mazao yanayolenga soko na hadhi ya uzalishaji unaokubalika kwenye masoko. Kuna baadhi ya viwanda, pamoja na kwamba tuna raw materials zinapatikana, lakini unakuta
hazifikii viwango vile vinavyotakiwa, na hivyo kuleta changamoto ya mazao ambayo tayari yameshazalishwa kukosa masoko, ili hali viwanda na vyenyewe vinakosa malighafi. Kampasi hii ihakikishe mafunzo yanayotolewa yanazingatia zaidi ujuzi wa vitendo na ubunifu na ujasiriamali, ili wahitimu waweze kujiajiri, kuajiri wengine na kuwa sehemu ya suluhu ya changamoto ya ajira. Wahitimu wawe practical, wawe wa vitendo, waweze kujiajiri na waweze kuajiri na wengine, ili kuweza kusaidiana na serikali kwenye masuala ya kupambana na changamoto za ajira. Duniani kote hakuna nchi inayoendelea ambayo wananchi wake wote wameajiriwa serikalini. Kwa hiyo sekta binafsi ndiyo mkombozi duniani kote kwa tatizo la ajira. Ninasisitiza umuhimu wa kuimarisha ushirikiano kati ya chuo kikuu hiki, sekta binafsi na taasisi za utafiti wa wakulima na halmashauri, ili tafiti na maarifa yanayozalishwa hapa yaweze kutafsiriwa moja kwa moja kama tija ya kiuchumi na maendeleo ya kijamii. Na taasisi zetu hizi ziweke kumbukumbu ya wahitimu wao waliohitimu kwa ubora wa kutolewa mfano, ili waweze kusaidia taifa katika masuala haya. Wale wenye distinction, Profesa, nadhani unanipata vizuri, tusipoteze watu wa aina hiyo. Tunakuwa na watu wanahangaika ukimpa mtu ukimpa jambo ana struggle sana, alafu na watu wenye distinction hawajapata connection. Ni vizuri uwezo uwe unaamua kwenye mambo haya ya msingi ambayo yako based na uwezo. Uongozi wa chuo kwa kushirikiana na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia uhakikishe matumizi ya TEHAMA, mifumo ya kisasa ya kufundishia na kujifunzia, pamoja na usimamizi madhubuti wa rasilimali, ili kampasi iwe endelevu na shindani kimataifa. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia na wadau wa maendeleo, endeleeni kushirikiana katika kuhakikisha kampasi hii inakamilika kwa wakati, kwa ubora unaokusudiwa, na inaanza kutoa mafunzo kwa kasi, na matunda ya uwekezaji huu yaweze kuonekana mapema kwa wananchi na taifa kwa ujumla. Mmenituma nikamfikishie Mheshimiwa Rais kuhusu lini inaanza. Mmenituma wenyewe, Mheshimiwa Mkuu wa Chuo pamoja na Waziri, na mimi nitafikisha kwamba ni miezi 10 tu ijayo kampasi hii hapa inaanza. Kwa hiyo mkandarasi na wasimamizi, ni jukumu lenu kukesha, huku mkizingatia ubora, huku mkizingatia thamani ya fedha za walipa kodi wa Tanzania. Ninatoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Lindi na mikoa jirani kulinda na kumiliki kampasi hii kama rasilimali yao ya maendeleo. Hii ni mali yenu, kwa kushirikiana na chuo kikuu kutoa huduma, mazingira rafiki na ushirikishaji wa jamii. Hii ni mali yenu Wanalindi, pamoja na kwamba watumiaji hautazingatia ukabila, udini wala ukanda, lakini ukweli unabaki vile vile kwamba hii ni mali yenu Wanalindi. Haya majengo hamna siku tutayahamishia Chalinze, yatakuwepo hapa hapa. Hii ni mali yenu Wanalindi. Na fedha hii, nilimsikia mkuu wa chuo akisema ufadhili. Si ufadhili, huu ni mkopo. Makamu mkuu wa chuo alisema ufadhili, mkuu wa chuo umesema vizuri. Mkuu wa chuo umesema vizuri, ni mkopo. Huu ni mkopo. Mkopo ni malipo yako, unayatanguliza tu, alafu baadaye ukikusanya unaanza kulipa. Kwa hiyo hii ni fedha yenu. Duniani kote hamna fedha inayoitwa ya serikali. Serikali ni mratibu tu. Miundombinu yote inayojengwa ni fedha yenu, iwe imekusanywa siku hiyo hiyo au iwe ya mkopo. Ndio maana asiye na kipato huwa akopesheki, kwa sababu hataweza kulipa. Kwa hiyo hii ni fedha yenu Wanalindi, muilinde, ni mali yenu. Kwenye maagizo
Mheshimiwa Waziri, kuna umuhimu kama mtaona inafaa, na umesema vizuri, tutapata muda wa kuongea na mimi niko tayari, tutaipanga hiyo, tukae tujadili kwa kirefu na baadaye tupate maelekezo ya mwisho ya Mheshimiwa Rais. Kama mtaona inafaa, kwa kuwa ukanda huu ni ukanda wa gesi na mafuta, na kwa kuwa eneo hili ni kubwa bado lipo, mnaweza mkaangalia kama mtaona inafaa uwezekano wa kuongeza fani ya masuala ya gesi na mafuta ili kuweza kuenzi rasilimali kubwa ambayo ipo katika ukanda huu, na pengine inaweza ikavutia na nchi za jirani kuanza kuleta wanafunzi wao kuja kujifunza kwenye fani hii ambayo ndio fani inayokuwa kwa sasa duniani kote. Tanzania ina rekodi hiyo kwamba ni nchi yenye majirani, ni nchi yenye nchi jirani, ni nchi yenye nchi rafiki, na ni nchi yenye nchi ndugu. Endeleeni kufufua tena uhusiano huo ambao Tanzania imekuwa nao. Imewahi kuwa na wanafunzi ambao walipomaliza masomo Tanzania wakaenda wakawa wakuu wa nchi zao kule walikotoka. Imewahi kuwa na wanafunzi ama wakufunzi ambao wamekuwa Tanzania na walipoenda kwao wakawa wakuu wa nchi ama viongozi ama watu wa muhimu katika maeneo yao. Maana Tanzania ni mama wa Pan-Africanism na ukombozi wa kusini mwa Afrika. Naamini mkiweka fani za aina hiyo zitavutia si tu vijana wa Kitanzania bali na nchi jirani na nchi ndugu ambao watataka kuja kupata mafunzo ya aina hii. Nikiwa naelekea mwisho, nisisitize kwa dhati umuhimu wa kulinda na kuimarisha amani ya nchi yetu ambayo ni tunu kubwa tulioirithi kutoka kwa waasisi wa taifa letu, ambayo imeendelea kuwa msingi wa mshikamano na maendeleo na heshima ya Tanzania kimataifa. Tanzania ni nchi ambayo imekuwa ikitolewa mfano tangu harakati za kupigania uhuru wa nchi za Afrika. Hivyo panapokuwepo na jambo, tuna njia zetu za kuyashughulikia huku tukidumisha misingi ya amani, mshikamano na utaifa wetu ambao umekuwa ukitolewa mfano na watu wengi. Na kwenu nyewe Wanalindi, mnufaika wa kwanza wa amani ya Lindi ni nyewe wenyewe Wanalindi, na mwathirika wa kwanza wa amani ikitoweka Lindi ni nyewe wenyewe Wanalindi. Kwa hiyo tuendelee kudumisha amani, mshikamano, usalama na utulivu ambayo ndiyo msingi utakaojenga taifa lenye mafanikio na umoja, litakalokuza uchumi na kuwezesha mshikamano wa kijamii. Maendeleo ni mchakato. Leo hii Tanzania tumepiga hatua katika mambo mengi ambayo tunatolewa mfano huko duniani, lakini ili tuendelee lazima tuwe na amani, tuwe na mshikamano na tuwe na utulivu. Hatuwezi kupigana vita ya kuondoa umaskini kama nchi yetu haina amani. Hata mtu anayefanya biashara tu ya kuchoma mahindi pembeni mwa barabara, kama hakuna amani hawezi kufanya shughuli hiyo. Hivyo hivyo na shughuli zingine zote. Hatuwezi kupambana na tatizo la ajira kwa vijana kama nchi yetu haina amani. Piga vita umaskini tutashinda, pambana na tatizo la ajira tutashinda kama tutakuwa na amani na tukatekeleza program za maendeleo ambazo zimeendelea kutekelezwa kama zilivyoainishwa kwenye ilani ya uchaguzi ya CCM na dira ya maendeleo 2050. Tanzania ni miongoni mwa nchi zilizobakia kuwa na rasilimali nyingi ikiwemo madini ya aina mbalimbali. Kupitia rasilimali hizo, wananchi wenye nguvu ya kufanya kazi, ushirikiano mzuri na sekta binafsi na uongozi imara
wa awamu mbalimbali tumeweza kutekeleza miradi mikubwa ya kielelezo. Mradi kama wa bwawa la Mwalimu Nyerere, bajeti iliyotumika na mradi ule umekamilika, zaidi ya trilioni 6.5. Kwa nchi zingine hiyo ni bajeti ya nchi nzima kwa mwaka mzima, lakini imetekeleza mradi mmoja na umekamilika. Hii inatoa ishara kwamba haya si mambo tu tunayoyasema, bali ni mambo ambayo yametekelezwa. Na jana nimeona mradi wa uvuvi hapo Kilwa, bilioni 280, na umeanza si miaka mingi, miaka 2023 pakiwa mchanga pale. Leo pana mradi umeshafika 90% na mwezi Machi unakamilika, baada ya miezi miwili ijayo. Ni kielelezo kwamba haya tunayosema si tu maneno, bali ni vitu ambavyo vimewekwa kwenye program na vinatekelezeka, na ni kwa fedha ya Watanzania. Imetekelezwa daraja la Kigongo Busisi, imetekelezwa reli, na sasa kaskazini na kusini hapa tulipo tumo kwenye mpango wa kutekeleza miradi mikubwa hiyo ya kielelezo, ikiwemo na hii ya bandari ambayo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ulisema. Ni hatua kwa hatua, lakini ni kitu kinachotupa uhakika, kwa sababu mingine ambayo ilikuwepo kwenye mpango tumeiona ikikamilika. Ushirikiano mzuri kati ya sekta binafsi na uongozi imara wa awamu mbalimbali umetoa mifano hiyo. Kuimarisha uchumi na kuimarisha utoaji wa huduma za jamii kwa watu wetu, mageuzi haya yameenda sambamba na kuimarisha utengamano wa kisiasa kwa kufanya mageuzi mbalimbali kulingana na mahitaji ya wakati. Ni muhimu kwa kutambua kuwa ujenzi wa uchumi imara wakati fulani ni vita, na si ajabu tunapofikia hatua hii kujitokeza watu ambao wanatamani kurudisha nyuma jitihada tunazofikia. Ni vizuri wa Tanzania haya mara zote tunapokaa, mpaka ngazi ya familia, tuyawaze. Zipo vita za kibiashara, hizo zipo, kwamba watu tu wanaweza wakawaza hawa wanajenga reli kusini, kati na kaskazini. Hivi sisi bandari zetu zitapata mzigo gani? Wapo wanao, mkuu wa mkoa ukishasema kufufua bandari hapa, wapo wanaowaza na wenyewe bandari zao, ili meli zisishuke hapa, wanatamani paonekane hapako salama. Zipo hizo vita za kibiashara, lakini pia zipo vita za kiuchumi. Zipo vita za kiuchumi kwa sababu rasilimali zetu zipo ambazo wengine hawana. Na mimi nitaendelea kuisema tu, hata Wakereke. Ndio, Mungu aliumba kila nchi akaipa na rasilimali zake. Rasilimali za Tanzania ni za Watanzania, na Mheshimiwa Rais alitoa mwongozo, anayetaka aje tushirikiane, aje tushirikiane, kwa sababu Mheshimiwa mkuu wa chuo, bahati nzuri na wewe umewahi kuwa waziri wa fedha, tena katika kipindi kigumu. Kuna vipindi viliwahi kupita ambapo kulikuwepo na inayoitwa misaada, basket funds, na Mheshimiwa waziri wa elimu umewahi kuwa katibu mkuu pale Hazina. Zilikuwa zinaitwa basket fund. Msamiati huo ulishaisha, wa basket fund, wa msaada ulishaisha. Kwa hiyo kama tuna rasilimali zetu, lazima tuzilinde kwa wivu, kwa sababu hizo ndizo zitakazosomesha watoto wetu, hizo ndizo zitakazojenga miundombinu, hizo ndizo zitakazotumika kwenye bima ya afya kwa wote. Ndio, lazima tuzilinde kwa wivu. Hata kama watu wanaungana kutuandika mitandaoni, wajue na wenyewe wana nchi yao, na hii ni nchi yetu, na sisi tunawashauri wawe na adabu wanapoandika nchi iliyo huru. Hivyo ni waombe Watanzania wote tusikubali kugombanishwa, kuchochewa au kutumiwa ili kuiangamiza nchi yetu, na wakati wote tutumie mifumo ya kisheria na kikatiba katika kupata masuluhisho ya masuala mbalimbali. Kwa pamoja tumuunge mkono Mheshimiwa Rais wetu katika kupiga hatua kwenye hatua ambazo amezichukua, ambazo zinalenga kurudisha umoja wa kitaifa na utangamano ndani ya jamii yetu,
na kuweza kuhakikisha tunasonga mbele huku tukinufaika na rasilimali za nchi yetu. Tuwe mbele na tuweke mbele uzalendo wa kuipenda nchi yetu na kuhakikisha matukio yanayojitokeza hayajirudii tena. Tuendelee kulinda amani, umoja na mshikamano wetu kama nguzo kuu ya kulinda uhuru na rasilimali na mustakabali wa taifa letu. Lindi Kuchele. Ninapenda kutoa pongezi za dhati kwa Benki ya Dunia kwa kuendelea kushirikiana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kufanikisha miradi ya maendeleo. Tumeona ushirikiano huu ambao tumepata katika miradi mbalimbali, na mradi huu wa vyuo vikuu wa elimu ya juu ambao tunaamini utawezesha kampasi hii kuanza, na serikali itaendelea kushirikiana na taasisi ya Benki ya Dunia katika kukamilisha kwa wakati na kwa ubora unaokusudiwa kwenye mradi huu. Mheshimiwa Mkuu wa Chuo, nimalizie kwa kusema nimepokea zile hoja kwa niaba ya serikali ya kuongea na Benki ya Dunia pamoja na taasisi zingine za kifedha kwa ajili ya hatua inayofuata ya pili, kama ambavyo mkuu wa chuo umeelezea vizuri, ya ujenzi wa kampasi hii. Na kwa kuwa hili ni jambo endelevu, kwa vyovyote vile niwahakikishie kwamba serikali itatekeleza, ili tusiwe na mkwamo, tusiwe na intake ya mwaka mmoja kwamba hatuna madarasa ya intake inayofuata. Hapana, hatutakwama. Tutashirikisha wadau ambao tumekuwa tukishirikiana nao, lakini pia na serikali itakuwa tayari kuweza kuhakikisha kwamba tunasonga mbele kwa programu hii ambayo imetolewa na Wizara ya Elimu. Kwa kuwa mkuu wa mkoa yupo na wizara ipo, kule wizara kuna boost, natambua hilo. Naibu waziri wa elimu wa TAMISEMI upo, ambako ndiko usimamizi wa shule za msingi ulipo. Tukamilishe haraka. Tukishamaliza hapa mkae kikao hicho cha kukamilisha haraka, ili tuweze kukamilisha uhamishwaji wa hii shule ambayo iko humu ndani. Kama mapato ya halmashauri hayatatosheleza, tutumie boost, kwa sababu ile boost tunajenga shule hizi maeneo tofauti tofauti. Na waziri natambua tuna kakiporo kale ambako tulikuwa tunaendelea nako, na TAMISEMI mpo hapa. Kwa hiyo tukamilishe huu uhamishwaji wake. Tukichelewa ndio yatakayoanza tena yale ambayo kiwa na jambo fulani linaendelea kwenye eneo fulani, watu wanaanza kuzoea kwamba ili eneo linaweza likawa na matumizi mengine. Hili limewekewa program mahususi 20 mpaka 2045. Tuliache litumike katika programu hiyo ambayo imewekwa. Nilishaongelea lile la barabara ambapo ipo na kwenye ilani. Kwa hiyo meneja wa TANROADS najua yupo, wale wa TARURA na wenyewe wapo. Kila mmoja kwenye eneo linalomwangukia ifanyeni haraka, ili kampasi inapoanza iwe na barabara. Kampasi inapoanza iwe na barabara, na mahitaji mengine ya muhimu tuyaweke na yenyewe kwenye kipaumbele. Najua masuala ya nyumba za lecturers, masuala ya cafeteria na yenyewe tuyafanye pamoja. Ndugu wageni waalikwa, ni heshima sasa ninatamka rasmi kuwa kampasi ya kilimo ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Lindi imezinduliwa rasmi kwa kuwekwa jiwe la msingi. Hii ni hatua muhimu katika safari ya kujenga taifa lenye maarifa. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania. Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.